الروح تسعى والفؤاد يطوف والعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mlima ulio mbele yetu ndio unaitwa Jabal Nur. Sasa katika mlima ule ndani yake kuna pango. Hilo pango linaitwa Ghar Hira. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na utaratibu wa kuja kukaa huku masiku akiwa anatafakari namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba ulimwengu. Anawakimbia makafiri na ushirikina wao, yeye anakuja kukaa huku. Sasa akiwa katika harakati hizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampelekea malaika Jibril alayhi salam akiwa na umri wa miaka 40, na kwa maana hiyo ndio anapewa wahai kwa mara ya kwanza. Jibril alayhi salatu wassalam alikuja na aya 5, na aya hizi ziko ndani ya suratul Qalam, kwa maana nyingine tunaita Iqra. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuonyesha maajabu makubwa na thamani ya ilmu, aya hizi zilikuwa zimekusanya ujumbe wa taaluma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mtume wake, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma Muhammad kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaka mtume asome, lakini kile kinachotakiwa kisomwe hakikuelezwa hapa, na hii maana yake ni kuonyesha kile ambacho kinafaa kusomwa katika dunia kinaingia hapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaurehemu umma huu kwa kuleta aya za ilmu. Aya hizi hazikuzungumzia kusali, hazikuzungumzia hija, hazikuzungumzia zaka, bali zilimtaka mtume sallallahu alaihi wasallam asome, kwa sababu huwezi kuhiji bila ya kuwa na taaluma, huwezi kutoa zaka kama huna elimu ya zaka, huwezi kusali kama hujui kusali. Kwa hiyo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaonesha thamani ya ilmu, na mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kielimu, sio mtume wa kihovyo hovyo. Na ukiangalia hata maelezo na maelekezo ya mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi ilmu alikuwa ameipa nafasi yake. Katika sahihi al-Bukhari, kitabu kilichokuwa sahihi zaidi baada ya Qur'ani, kuna hadithi zaidi ya 100 zikizungumzia masala ya elimu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alipourehemu umma huu kaleta aya 5 za ilmu. Hii ni kuonyesha Waislamu kwamba tunatakiwa watu tuwe ni watu wa kielimu. Kwa ndani ya katika mlima huu, ndani ya ilo pango la Ghar Hira, ndio ziliteremka hizo aya 5 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameurehemu umma huu kwa kuwaletea aya za taaluma. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu wenye kufuatilia elimu, tuipe elimu thamani yake kama vile ambavyo yeye Mwenyezi Mungu ameipa ubora hiyo ilmu. Kwa haya machache, nimuombe kaka yangu Sheikh Waziri naye kidogo atie azungumze jambo lolote inshallah. Ghalib aliyoyasema aliyetangulia Sheikh Yusuf, nilifikiri kwamba yangetosha katika maelezo ya hii sehemu ambayo tuliofika, lakini
niongezee pengine machache. Mtume sallallahu alayhi wasallama kule msikitini kule katika ile Masjid al-Haram, ambapo viongozi walituonyesha kwamba ndio makazi ambayo kule amezaliwa. Maana yake kwamba yeye alikuwa anatoka kule, hatujui katika kipindi hiko alikuwa anatumia usafiri wa aina gani. Yani wewe sasa utalileta katika fikra, maana yake kwamba kipindi hiko magari kulikuwa hakuna. Alikuwa anatoka huko na anakuja kujitenga huku katika lile jabali ambalo tunaloliona katika hilo pango ambalo shekhe amelieleza. Anakuja kwa ajili ya kutafakari, kwa ajili ya kuleta fikra juu ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hapo ilikuwa bado Uislamu haujateremka. Mala vizuri, Uislamu ulikuwa bado haujateremka. Kwa hiyo maana yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hiko alikuwa anafanya ibada, zile ibada alizokuwa anazifanya, alikuwa afanya ibada ambazo alikuwa akimfata babu yake ambaye ni babu wa mitume, Nabiullahi Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Ibada gani alikuwa anazifanya pale? Alikuwa anaifanya ibada za kufikiri, kutafakari ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo sasa mimi na wewe ndio tuzilete. Ndio ibada hii ya hija ndio inapokuja kupatikana. Tuangalie sasa huu Uislamu, maana yake ndio umekuja katika mfumo huo. Je, sisi Uislamu tayari ushapikwa, Uislamu tayari ushatengenezwa, tutauhami vipi Uislamu? Kwa hiyo tujitoe kwa hali na mali katika kuulinda Uislamu, na kama tulivyosema jana, Mungu katujalia neema hii. Sasa sisi ndio mabalozi, tuwe mabalozi katika kufikisha haya ambayo tunayaona kwa macho yetu. Wengine wanayasoma tu kwamba mtume alishushiwa wahi na alijiliwa na Jibril sehemu fulani. Wewe Mungu kakujalia ile sehemu unaiona ile pale ndo pale, kutokana tu pengine na taratibu za kinini hatuwezi kwenda kupanda kule. Inawezekana tukaenda kupanda kule, baadaye miguu yote ikakatika kabla ya siku hiyo ambayo tunaisubiri, siku ya ibada ya hija. Kwa hiyo jamani, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie safari yetu hii na ajalie ibada yetu hii iwe ibada makbul, na haya yote ambayo tunayoyafanya inshallah Mwenyezi Mungu atuwekee katika mizani ya mema yetu. Mimi siachi kusema na nitaendelea kusema kwamba Mwenyezi Mungu awajalie hawa viongozi wa taasisi ya Raudha kwa haya wanayotufanyia. Mwenyezi Mungu awazidishie kheri na baraka. Mwakani, miaka inayokuja, waje na wageni zaidi ya sisi tuliokuja mwaka huu, na sisi tukawe mabalozi katika kuitangaza hii taasisi yetu inshallah. Shukran, jazakumullah khair. Mahujaji, kuna haya magazeti ambayo wanayauza hawa vijana, ndani yake kuna maelezo yanayohusiana na mlima na mengine. Wanauza riala ima 5 au 10. Kwa hiyo ni vizuri tukawa nayo, basi tutaona hata yule sura ile pango kwa kule ndani, ni vizuri tukachukua. Assalamu alaikum. Jina langu ninaitwa Akbar Matias Mshuti, mzaliwa wa Mleba, kata Nshamba, kijiji Bugarama. Ni mkazi wa Bukoba Nshambia. Jina naitwa Saadi Dauda Athmani, mzaliwa wa kata Kaibanja, tarafa Katerero, wilaya ya Bukoba vijijini. Ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na viongozi wa Raudha katika safari yote, kuanza kutoka Dar es Salaam kufika mpaka Maka na kuja kuangalia katika matukio yote ya kuanzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Maka anakuja kufika mpaka hapa tulipo. Nimefurahi, ninawashukuru. Ziara nimezipendezesha sana, nimezipenda mno, na muomba
Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri. Insha Allah taala, Mwenyezi Mungu akinijalia mwaka huu au ujao, wake zangu na mimi nitawaleta wafanya ibada ya nguzo ya tano. Kwa kweli ni sehemu moja nzuri ya kidunia ambayo hatujawahi kuona katika ulimwengu wetu. Na mimi nikirudi nyumbani, namuomba Allah atujalie safari hii tukirudi nyumbani nitangaze hali niliyoiona na kushawishi watu wenye uwezo wa Allah alivyowakadiria wafike kwenye hali hii tuliyoiona. Hija inahitaji ukiwa na nguvu, haitaki uzee wa kusema nisogeze angalau nifikishe miaka 65 au 70. Nimewaona wenzetu tulioungana nao wenye miaka kuanzia 70, 65, jinsi wanavyopata tabu na wanavyoshindwa kuhudhuria ibada nyingine, wanachoka, wanakosa nguvu. Tunaomba tujitahidi tukiwa na nguvu tuweze kuona kama tutaweza kuzifanya hizi ibada. Viongozi wa taasisi ya Raudha na waombea kila la kheri. Allah walipe ujira mkubwa kwa kutuongoza vizuri, tukala vizuri, mahoteli yetu hayana wizi. Mahoteli yetu ni mazuri, ni masafi, maji ya kuoga yamo. Tunajipanga swafa kwenda msikitini ni karibu sana. Kwa hiyo kwa kweli insha Allah taala minal aminina, Mungu awalipe kila la kheri insha Allah.